Mtazamaji wa Tanzania Yetu TV, tayari tumeshawasili hapa mtaani. Kama kipindi kinavyojieleza, ni mtaa kwa mtaa. Tupo maeneo hapa ya Konabwiru kuja kuzungumza na moja kati ya wafanyabiashara, dada Neema. Tutakuwa naye pia katika kipindi chetu kwenda kuangalia changamoto ambazo anakutana nazo katika biashara yake, faida pia vile vile ambayo kesha ipata katika biashara yake, lakini pia sapoti ambayo anahitaji ili kutimiza malengo na ndoto ambazo amejiwekea katika biashara yake. Utakuwa nami mtangazaji wako Nasor Said. Karibu. Kwa majina naitwa Neema Martin Peter, napatikana Mwanza, mkoa wa Mwanza, wilaya Ilemela, barabara inayoelekea airport. Nipo hapa Konabwiru, karibu na stendi inayoelekea mjini. Biashara yangu mimi ni mjasiriamali mdogo. Nafanya biashara ya nauza nguo za kike, za kiume, na nauza vitu vyote. Kuna pochi, nauza saa, t-shirt, yani nadhani kila kitu kinachohitajika kuvaliwa kinapatikana kwangu. Unakipata kwa bei nafuu sana. Sasa hizi biashara yangu nina muda kama miaka miwili. Changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi. Kuna swala la kutapeliwa. Yaani kuna wezi wale wanakuja kwa njia ya kutapeli. Pia kuna watu wa karibu hao mnafahamiana wanakuja kukukopa. Wakikukopa ukiwadai mnakuwa maadui, saa nyingine anakuchukia, au saa nyingine akipata hela haji kununua kwako kwa sababu anajua unamdai. Kwa hiyo yuko lazima aende akanunue sehemu nyingine ila asikulipe wewe. Na saa nyingine mza mkaa kabisa maadui. Na swala la utapeli. Matapeli wanakuja kwa njia nyingi. Kuna mwingine anakuja hapa, anaweza akasema kwamba nimependa kitu fulani, naomba unipe na boda, unayemwamini. Hiyo limeshawahi kunikuta hapa. Akaja mtu hapa akachagua nguo, akanambia naomba boda unayemwamini, twende naye. Tukifika kule nampa nini? Pesa. Alipofika kule akamwambia boda kwamba nishushe, akaondoka. Kwa hiyo changamoto kwenye biashara ni nyingi sana. Pia na ya kutapeliwa na kukopesha. Pia changamoto zipo pia zingine za mauzo, malipo ya serikali. Ndio hivyo. Kuagiza mzigo unaweza, kwa sababu ukiagiza mzigo kule haupo. Changamoto za kuagiza mzigo unaweza ukazipata kwa sababu kule wewe haupo. Sio kama unanunua bidhaa kama hii hapa, tayari inakuwa umeshaiona hii hapa, unachagua kitu unakiona. Unaagiza mzigo kule, mtu anakuwekea, unakuta nguo imechanika, unakuta nguo inapauka, wateja wanasema nguo ni feki, zinavuja. Unaleta boxer zimetatuka. Kwa hiyo changamoto zipo, japo sio nyingi sana, ila zipo. Na mfumo wangu natumia pia mfumo naweka akiba. Pili, nacheza mchezo. Nadhani si mnajua mambo ya michezo ya vikoba vya mama. Alafu pia ni kujituma na kumwomba Mungu. Ya tatu ni kutokukata tamaa na uvumilivu. Kwa sababu hizi biashara za nguo unahitajika uwe na uvumilivu sana. Mafanikio siwezi kusema ni mengi kwa sababu pia bado najitafuta na bado nahitaji kufika mbali. Lakini kwa watu wanaonifahamu mimi, mpaka hata hapa nilipo ni mafanikio tosha. Kwa sababu nilianza nikiwa na banda la mbao. Yaani nilikuwa na banda ambalo hata mwenyewe hatuwezi tukaingia watatu. Lakini mpaka leo hii biashara inaonekana, unaweza kaweka hata pochi, hata mtu akapaki gari pale na akajisikia yuko free. Haya ni mafanikio mojawapo. Japo bado tunajitahidi, lakini naamini pia haya ni mafanikio sana. Wanawake mimi nawashauri kwamba, unajua watu wengi wanawake tunataka kupewa. Tumezoea yani kwamba wewe una idea biashara upate mwanaume akupe milioni 5 uanze biashara. Wanasahau kwamba hela ya kwako wewe ina uwezo wa kukufikisha mbali kwa sababu una uchungu nayo. Alafu pia kingine, wanawake wengi sana, sio wanawake tu, hata wanaume huwa wanaamini kuanza biashara ni mpaka awe na mtaji milioni 10 si ngapi. Mimi hapa nikikwambia biashara mtaji nimeanza nao hata milioni ilikuwa haifiki. Lakini mpaka leo hapa. Yaani unachotakiwa kuanza, uamini ulicho nacho. Uamini kwenye juhudi zako. Uamini kwamba kupitia hicho unachokifanya utafika mbali. Yaani matajiri wote hawa, hata kina Nifa walianza na kidogo, walianza chini. Asilimia kubwa ukifuatilia watu wanaopewa milioni 10 au hawafiki popote. Yaani wewe unafunguliwa tu biashara milioni 20 unakabidhiwa funguo. Huwezi ukawa na uchungu. Lakini wewe hapa ulipo unakuja hapa unapata 5,000,
unaweka akiba 2000, unakuwa na uchungu na biashara zako. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba wanawake wasijiboteke sana kutegemea wanaume. Hayo mambo yashapitwa. Mahusiano sio ajira, japo lazima upewe, ila wanaume siku hizi wenyewe wana support ulichonacho, hawakupi. Yaani hawezi tu akaje eti mtu akupe biashara swini umekaa hapo, no. Kwa hiyo ulichonacho anza nacho na ukiheshimu. Support ninayotamani kuipata kwa serikali yangu ya kwanza eneo la biashara ninalofanyia mimi, ili ni reserve road. Nadhani ni eneo la reserve kabisa la barabarani. Kwa kuwa tunatimiza vigezo vyote, mimi leseni nayo, nalipa service levy, natoa hela ya taka. Hiyo support nayoitaka mimi na kuitamani, watu angalie pia kwa jicho la tatu. Cha pili, watuwezeshe, maana bado tunajitafuta sana. Cha tatu, na watu angalie, yani watusamini, watuone kabisa kama sisi wafanya biashara. Kwa sababu leseni ninayolipa mimi ni anolipa mwenye frame ni ile ile. Na tupo hapa kwenye reserve. Na tunashukuru pia mpaka saa hizi serikali bado inatuona. Maana kama wanapokea hela zetu za leseni ni kwamba wanatambua mchango wetu. Natamani sana watuone kwa njia hiyo, kwa sababu na sisi tunachangia mapato ya serikali. Watusamini, watushauri, watupe njia nzuri za kuendelea kubaki hapa bila kusababisha ajali, bila kuleta changamoto yoyote, kwa sababu tunajitahidi pia kuweka mazingira sawa. Mimi nazungumzia mfuko wa serikali ambao umeleta kuwezesha vijana na wamama. Ni swala zuri sana, kwa sababu pia naona vijana wengi hawana ajira. Sasa hivi watapata pikipiki za mikataba, watapata bajaji, watafanya kazi. Wamama pia wataongeza mitaji. Ni swala zuri, tena serikali yetu inafanya jambo zuri sana. Inaepusha umaskini na watu kukaa bila ajira. Ni jambo zuri sana. Taarifa ya serikali kuleta mfumo maalum kwa hiyo mikopo kuwezesha wafanyabiashara wadogo, hasa sisi wajasiriamali ambao bado tupo wa hali ya chini. Nimesikia, lakini japo haujanifikia mimi bado, kwa sababu naona kama hatua mara siku kuna kujaza form na nini. Of course nimeusikia, lakini bado natamani unifikie, kwa sababu mwenyewe nahitaji support sana. Nahitaji huo mkopo sana kama ukipatikana, kwa sababu utanisaidia vitu vingi sana. Lakini bado haujanifikia, ila nimesikia juu tu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano inafaidika na mimi kwa vitu vingi sana. Ni kama awali nilivyokuambia kwamba mimi nalipia leseni, nalipia service levy kwa uaminifu kabisa. Yaani leseni zangu zimethibitishwa na serikali. Kwa hiyo ni nalipa kodi kiufupi. Ina maana serikali inafaidika sana. Kwa sababu nina TIN number na vigezo vyote vya kuwa mfanyabiashara. Isipokuwa bado nahitaji support. Natamani siku moja na mimi niwe kwenye frame ambao nifanye kazi vizuri, kwa sababu hapa kwenye reserve tunalala, tunaamka, tunawaza ikitokea siku yoyote wakaamka kwamba ondoeni vibanda barabarani, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo hivyo natamani sana serikali tuongelee kwa jicho hilo. Na inanufaika kwa sababu nalipia mapato yote ya serikali vizuri kabisa kwa uaminifu. Tuipende Tanzania, tuijenge Tanzania. Mpenzi mtazamaji wa Tanzania Yetu Channel, ilikuwa ni kipindi mtaa kwa mtaa, na leo kama tulivyokuambia kwa awali tulikuwa tupo katika maeneo ya Konabwiru tukizungumza na moja kati ya wapambanaji ambaye dada yetu Neema akiwa katika maeneo haya akijishughulisha na biashara ya nguo. Na imani umefaidika na mengi, umemsikiliza katika yale yote ambayo aliyozungumza. Hiki ni kipindi chako pendwa cha mtaa kwa mtaa. Tukutane tena kipindi kijacho ambayo itakuwa ni siku ya Alhamisi hapa katika kipindi chako pendwa cha mtaa kwa mtaa na channel yako pendwa ya Tanzania Yetu. Usikose kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pale YouTube Tanzania Yetu TV, lakini pia vile kwenye akaunti yetu ya TikTok official Tanzania Yetu, lakini pia vile Facebook official Tanzania Yetu, lakini pia vile Instagram official Tanzania Yetu, bila kusahau katika mtandao wa X tunapatikana kwa official Tanzania Yetu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Nasor Said. Tuipende Tanzania, tuijenge Tanzania.